Sisi tunahubiri amani, serikali inahubiri amani. Tanzania tumezoea amani, huu ni uvunjifu wa amani. Na niombe tuombee vyombo vya dola, Mungu awape wepesi hawa watu waliofanya ukatili huu, ikiwezekana watiwe mbaroni, maana hakuna ambaye anaweza kuuacha mkono wa Mungu. Mkono wa mtu utauacha, lakini mkono wa Mungu utauacha. Na mimi ndio ombi langu, Mungu asaidie vyombo vya dola, wape wepesi ili hawa watu waliofanya ukatili huu waweze kutiwa mbaroni. Na ninyi vijana ambao mnatembea na roho ya mauaji, jiacheni. Auaye kwa upanga atauawa kwa nini? Kwa upanga. Acheni. Kwa nini tufike huko? Niombe familia mliofiwa, msitafute, maana uvunjifu wa amani unatokeaga hapo. Kuna watu watakuja, wataanza kuhisi watu fulani atakuwa muhisiwa. Wewe uliyefiwa, mkabidhi Mungu, tulia. Serikali ina mkono mrefu, ifanye kazi, ila wewe utulie, usisawishiwe na mtu yoyote. Maana katika kupokea hayo mambo na hiyo hali kwamba inawezekana ni fulani, inawezekana ni fulani, kuna mtu anaweza kaingia kwenye hatia wakati hausi, na inaweza kukupelekea wewe ukataka kulipiza. Kwa hiyo kisasi ni cha Mungu, sisi tunapokea yote hivi hivi, kwa kuwa Mungu ndiye anayetulipizia. Tutamdai Mungu, Mungu afanye jambo. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kwa haya machache niombe mnielewe. Kulingana na majira, huwezi ukanipigia simu usiku nikaja kuombea. Nitakwambia weka simu sikioni, weka simu sikioni, nitakuombea, utapona. Nitaombea mtu kuko kusemua kwa mkuu, alipewa mpaka leo simfahamu, alipewa namba ya kwangu. Ile familia, yule mama na mapepo yako yanapiga kelele kwenye simu, nikakemea ile pepo, akafunguliwa mpaka leo. Kwa hiyo ninyi viongozi, muwe wa dini, muwe wa serikali, mambo ya usiku ya kupokea simu usiku na kufuata wala hutoi maelezo yoyote, hili niwe fundisho. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.